Natambua kumekuwa na juhudi mbalimbali za serikali katika kuhakikisha makandarasi na washauri elekezi wazawa mnafaidi sehemu kubwa ya keki ya taifa kwa kuhakikisha mnashiriki kikamilifu katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya ujenzi wa miundombinu nchini. Ndugu makandarasi, kama mnavyofahamu, serikali iliandaa sheria mpya ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 na kanuni zake za mwaka 2024. Sheria hii imetoa nafasi kwa wazawa kutekeleza miradi mikubwa zaidi ya hadi kufikia thamani ya shilingi bilioni 50. Kwa upande wa Wizara ya Ujenzi tumetumia fursa hii pasavyo, na kama Waswahili wasemavyo, mcheza kwao hutuzwa. Takumbuka tulipita kipindi kigumu cha mvua za El Nino na kimbunga Hidaya, na ninyi mlikuwa kimbilio namba moja katika urejeshaji wa mawasiliano ya barabara katika kipindi chote hicho. Baada ya Mheshimiwa Rais kutupatia fedha za kurejesha miundombinu yote iliyoharibiwa na mvua, maelekezo ya moja kwa moja ilikuwa ni kuhakikisha miradi yote inafanywa na wazawa. Tumeingia mikataba ya takriban ya jumla ya shilingi bilioni 554.5 kwa ajili ya miradi hii, na kati ya mikataba hiyo jumla ya shilingi bilioni 412 inatekelezwa na wakandarasi wazawa ambao ni sawa na 74%. Kwa hiyo Katibu Mkuu, maelekezo yangu ya leo hususan mbele ya hadhara hii ya makandarasi ni hayo. Msione haya kwenye jambo la kuwajenga wataalamu wetu wa ndani. Mmekuwa waungwana, hampiti barabarani kusema hovyo. Mmekuwa wavumilivu sana. Na ndio maana mimi mkutano wa leo kazi yangu ilikuwa ni moja tu, kuwaona mnifahamu. Mheshimiwa Waziri, nafurahi kuwajulisha makandarasi hawa kuwa kwa sehemu kubwa changamoto hizo zimefanyiwa kazi na zilizobaki zinaendelea kufanywa kazi na serikali, ambapo kupitia mabadiliko yaliyofanywa kwa sheria ya manunuzi ya umma, kwa sasa kazi zote ambazo thamani yake haizidi bilioni 50 zinatakiwa kufanywa na makandarasi wa ndani. Tunashukuru sana serikali yetu kwa kuweka sheria wezeshi. Mojawapo ni hiyo ambayo umeitaja hapa ya ununuzi, ambayo wameweka preference ya bilioni 50 kwa wazawa.